Ndugu zangu, habari za wakati huu. Nimewaita leo hii, tuna mambo ya kuzungumza kwa Singida Black Stars, na presi ya kwanza kabisa kwa msimu huu tumeifanyia nyumbani Singida, ili ujumbe utoke hapa uwafikie wapenzi na mashabiki wetu maeneo mbalimbali walipo. Mimi leo nitakuwa na mambo kadhaa wanataka niwafahamishe wadau, wapenzi na mashabiki wa timu yetu, lakini pia wadau wa soka kwa ujumla kuhusiana na kinachoendelea ndani ya Singida Black Stars, mipango, ratiba na kila kitu. Kwanza kwa Wanasingida walikuwa na hamu ya kuona timu yao inarudi nyumbani kucheza mechi za nyumbani kwenye uwanja wa nyumbani. Wote ni mashahidi, msimu huu tangu unaanza timu imetoka kwenye maandalizi ya msimu, ikawa imefungiwa uwanja wetu wa nyumbani, uwanja wa CCM Liti ambao tulikuwa tunatumia kwa mechi za nyumbani, na hivyo timu ikawa inalazimika kucheza mechi za nyumbani katika viwanja vya ugenini. Yaani ukiangalia mfululizo wa mechi tulizocheza, mashindano mbalimbali ikiwemo ligi kuu mwanzoni pale, mechi zote tulicheza ugenini. Hatukupata ile feeling ya kwamba tunacheza mechi nyumbani. Kwenye mechi hizo zipo ambazo tulishinda alhamdulillah, lakini zipo ambazo zilikuwa ngumu, tulipata matokeo ambayo si mazuri. Yote ni kwa sababu hatukupata ile home advantage. Sasa nimewaita kwanza kuwafahamisha Wanasingida, ni rasmi timu imerejea nyumbani na mechi zote za nyumbani kuanzia hivi sasa zitachezwa nyumbani hapa Singida. Swali ambalo watu wanajiuliza, zitachezwa wapi? Mechi zetu za nyumbani zitachezwa katika uwanja wetu wenyewe, uwanja mpya Airtel Stadium ambao hivi ninavyozungumza tayari umeshapata ruhusa ya kutumika kwenye mechi za mashindano. Kwa hiyo burudani ya Wanasingida imerudi Singida. Tuna mechi ambazo tunatarajia kucheza hivi karibuni, tutazizungumza hivi muda si mrefu, lakini kubwa ni taarifa hiyo ambao Wanasingida wameisubiri kwa hamu. Wengine walianza kupata mashaka kwamba inawezekana timu ndio bye bye hivi. Kwa hiyo ni watoe mashaka kwamba yote ilikuwa ni mipango kuhakikisha kwamba tutaporudi nyumbani basi tunaenda kucheza mechi zetu kwenye uwanja wa kujidai, uwanja wetu wenyewe Airtel Stadium. Hilo ni la kwanza, lakini swala la pili ni kuhusiana na kampeni. Nimekuja kuwaeleza leo mashabiki wa Singida Black Stars pamoja na mashabiki wa soka hapa Singida na Tanzania kwa ujumla. Mwezi huu wa pili unaisha leo. Ratiba ya mwezi wa pili tumeshaimaliza. Mechi yetu ya mwisho katika mechi za mashindano tumecheza kule Ruangwa dhidi ya Namungo. Nadhani matokeo mliyaona na Wanasingida wengi waliumizwa na matokeo yale, kwa sababu tayari tulikuwa tuna asilimia zaidi ya 90 ya kushinda mchezo ule na kuondoka na alama 3. Lakini tukalazimishwa sare na wenyeji wetu, kwa tukagawana alama. Ile mechi imetufungia mwezi Februari, tumeshaachana nayo. Sasa focus yetu ni kuelekea mwezi Machi. Hapa kwenye mwezi Machi ndio kwenye kampeni yenyewe. Na kampeni ambayo napenda kuitambulisha kwa mashabiki wa soka na mashabiki wa Singida Black Stars, wana Singida original. Kampeni ya mwezi wa 3 inaitwa karata 3. Yaani ni karata 3, mwezi wa 3, mechi 3. Tafsiri yake ni kwamba hizi karata 3 tunatakiwa tuzicheze kwa uangalifu mkubwa na kwa umakini mkubwa kwelikweli. Karata ya kwanza ni tarehe 2 mwezi wa 3, karata ya pili ni tarehe 5 mwezi wa 3, na karata ya 3 ni tarehe 8 mwezi wa 3. Hizi karata ni mechi ambazo tunazicheza katika uwanja wetu wa Airtel. Ni mechi za kwanza za mashindano ya ligi kuu tunacheza katika uwanja wetu. Kwa kama tunaizindua Airtel Stadium kwa mashindano ya ligi kuu, basi tunaanza kuizindua tarehe 2. Karata yetu ya kwanza ni tarehe 2 na ni mchezo dhidi ya Coastal Union. Katika timu ambazo zinatumudu hata ziwe na hali mbaya kiasi gani ni Coastal Union. Mimi sikumbuki lini tulifunga Coastal Union katika kipindi cha hivi karibuni. Ni timu ngumu kucheza nayo, iwe ugenini, iwe nyumbani kwao. Matokeo mazuri ambayo huwa tunayapata kwa Coastal Union ni matokeo ya sare. Hatujawahi kuwafunga katika kipindi cha hivi karibuni. Hilo jambo linatuuma kweli kweli. Yaani tunafunga timu ngumu afu tunashindwa kuifunga Coastal Union. Hilo ni jambo ambalo linatuumiza kichwa. Kwa hiyo tumeuita mchezo huu karata ya kwanza kwa sababu nadhani wote mnajua hapa kucheza karata. Mchezo wa karata unataka utumie akili nyingi sana. Kwa karata yetu ya kwanza dhidi ya Coastal Union haitakuwa karata nyepesi.
Ni karata ngumu na ni karata ya kwanza ambayo inaamua hatima nzima ya michezo inayofuata. Kwa tuna mchezo dhidi ya Coastal Union tarehe 2 mwezi wa 3 katika uwanja wa Airtel, na hii mechi inachezwa saa 8 mchana. Huko nyuma ilikuwa tukiambiwa mechi inachezwa saa 8, tunaanza kuona namna gani. Airtel Stadium pale mechi hata asubuhi tunatwanga, kwa sababu mazingira ya Airtel kule katika eneo la Mtipa pale ni mazingira ambayo yanaruhusu mpira kuchezwa muda wowote kutokana na hali ya hewa ya eneo lile. Kwa mashabiki wa soka, na hii imekuwa kama fursa kwetu. Tukicheza mechi saa 8, maana yake tunamaliza mechi yetu, tunaenda kujiandaa vizuri na futari kwa wale ambao tunafunga. Kwa hiyo niwakaribishe sana mashabiki kwenye karata yetu ya kwanza tarehe 2 dhidi ya Coastal Union. Na hii mechi kwa sababu ni mechi ya kwanza ya ligi kuu tunacheza katika uwanja wetu, hakuna mwana Singida ambaye anatakiwa abaki nyumbani. Kama upo Singida au maeneo ya jirani, huu ni wito na ni wito wa kuhakikisha kwamba tunaenda kuiheshimisha uwanja wetu mpya wa Airtel. Tujitokeze kwa wingi. Ni Jumatatu hiyo, pange ratiba zetu weekend vizuri. Hapa Jumatatu tunaenda Mtipa, naenda kwenye karata yetu ya kwanza, tunaenda kucheza karata yetu ya kwanza. Hii karata hawatacheza wachezaji peke yake, mpaka mashabiki inawahusu. Kama wewe ni shabiki wa Singida Black Stars, hakikisha unakuja kuicheza hii karata ya kwanza tarehe 2 dhidi ya Coastal Union. Tunataka matokeo ya ushindi, Tukisha cheza vizuri karata yetu ya kwanza, tuna karata nyingine ya pili ngumu kweli kweli. Karata ya pili tunacheza tarehe 5. Tunacheza tarehe 5. Ni mechi dhidi ya Young Africans. Wanakuja hapa Singida, tunawapeleka Airtel. Kwa wale ambao mnakumbuka, wakati tunautambulisha uwanja, hii project kwa mara ya kwanza, Airtel Stadium, timu ambayo tuliialika kwenye utambulisho ule wa uwanja ilikuwa ni Yanga. Na watu wa Mtipa bwana walitutendea haki siku ile. Tuliutwanga pale, watu wakasingizia mvua wakakimbia. Lakini walishaona mambo yameinama. Ilikuwa ni mechi nzuri sana, matokeo yalikuwa ya sare, lakini mchezo wa kumalizika na tulikuwa tuna advantage ya kushinda. Sasa katika mchezo huu, katika karata hii ya pili dhidi ya Yanga, ndugu zangu wana Singida, ni mechi ambayo tunatakiwa kwenda kuitetea heshima ya timu yetu. Yamekuwepo maneno hapa kwamba bwana hapo Singida na Yanga hamna mechi hapo, si ndio? Lakini niwaambie ukweli, hakuna mechi ambayo Yanga wanaiogopa kama wakicheza na Singida. Yaani leo hii Yanga umwambie una mechi na Singida au una mechi na Simba, anachagua mechi na Simba. Hiyo ni fact. Kwa sababu haijawahi kuwa mechi rahisi kati ya Singida na Yanga. Bahati mbaya tu hatujawahi kuwafunga katika mechi za mashindano. Sitaki kuongelea mechi za kirafiki ambazo tunawafunga sana. Mechi ya mashindano hatujawahi kuwafunga. Sasa hii karata ya pili, twendeni tukaandike historia ya kujisafisha na kutafuta ushindi wetu wa kwanza dhidi ya Young Africans. Hii ni kampeni very serious, na mashabiki wa Singida Black Stars nadhani wananielewa. Very serious. Karata ya kwanza Coastal ngumu, karata ya pili dhidi ya Yanga ni ngumu maradufu. Lakini tukienda pamoja, tukienda kuisupport timu yetu, tukienda kucheza wote hii karata pale Mtipa pale, sidhani kama kuna timu inaweza kaondoka salama. Uwezo tunao, tuna timu bora kweli, tuna mipango mizuri na tunajua fitna zote za mpira wetu kwenye kutafuta matokeo. Yaani fitna manake maandalizi mazuri. Kwa karata ya pili itakuwa tarehe 5 mwezi wa 3 saa 10 jioni dhidi ya Young Africans Airtel Stadium. Hii mechi tutakuja kuizungumza vizuri baadaye kwa sababu ni mechi kubwa na itakuwa na fursa nyingi hapa kwa wana Singida. Lakini karata ya 3 tunacheza tarehe 8 mwezi huu wa 3. Tarehe 8 ni mechi ya kombe la shirikisho CRDB almaarufu kwa jina la FA. Katika mashindano magumu, achana na mambo ya ligi kuu na mnakusanya alama afu mnakuja kuhesabiana. Hakuna mashindano magumu kama mashindano ya FA. Kwa sababu kuanzia mechi ya kwanza, ukifungwa mechi yoyote kwenye haya mashindano umetoka. Kwa tarehe 8 mwezi wa 3 tunacheza mechi yetu ya kombe la shirikisho kwenye uwanja wetu wa nyumbani dhidi ya Songea United. Songea anatoka hapo jirani tu. Sasa hizi karata 3 ndugu zangu tunatakiwa tuzicheze vizuri. Tusianzishe kampeni ya karata 3 na sisi tukatapeliwa kwenye karata 3. Kama wale watu vijana wa mjini wanachezesha karata 3 wanatapeliwa. Tunatakiwa tuzitumie vizuri karata 3 kutafuta ushindi kwenye michezo yote mitatu.
Kwa ni kampeni ambayo napenda kuitambulisha kwa mashabiki wa soka na Wanasingida kwa ujumla, lakini ili karata tucheze vizuri lazima tuujaze uwanja. Sasa tunaujazaje uwanja? Hapo ndipo viongozi wa club Singida Black Stars tuliamua kutengeneza viingilio vitakavyowawezesha mashabiki wote wa vipato vyote kuweza kushiriki kwenye karata hizi tatu. Mchezo dhidi ya Coastal Union ambao tunaanza nao, tutatangaza viingilio hapa hivi punde. Ni mchezo ambao tumeweka viingilio vya aina mbili tu. Mzunguko kwa majukwaa yale ya mzunguko ni shilingi 5,000. Na VIP kwenye vile viti vipya vile ni shilingi 10,000 mwisho. Kwa haiwezi kukushinda shilingi 5,000 kuja kucheza karata yako muhimu dhidi ya Coastal Union. Haiwezi kukushinda shilingi 10,000 kuja kukaa comfortable kwenye siti zako zile mpya, uwanja mpya, unapata snap za maana na mazingira pale. Nadhani wote hapa mmeshafika, mnajua. Kwa sababu kule unaenda kuangalia mechi, huku unaangalia mazingira mazuri ya Singida. Yaani Singida nzuri unaiona kule Mtipa. Kwa wageni ambao watakuja Singida tunawakaribisha sana. Nimepata taarifa wengine wameanza kuingia leo kuelekea mechi hizi tatu. Tunawakaribisha kuanzia mchezo wa kwanza mpaka mchezo wa tatu tarehe 8. Kwa ni shilingi 5,000 kwa mzunguko, shilingi 10,000 VIP, na tiketi zimeanza kuuzwa. Hapa ninavyozungumza, kwa wale ambao tayari wanamiliki kadi zao za N-card wanaweza kununua tiketi. Hata muda huu kwenye simu yako unaweza kununua tiketi. Unaona mambo ni mengi, nenda kwenye kituo chochote kile. Mawakala wa NBC, mawakala wa TTCL, wote hao. Unaweza ukaenda ukapata tiketi yako na ukawa tayari kwa ajili ya kuja kucheza karata ya kwanza dhidi ya Coastal Union. Sawa sawa eh? Kwa nitaka niitambulishe kampeni hiyo kwa mashabiki wa soka Wanasingida, na natarajia kuona wanakuja kuisupport sana Singida Black Stars siku hiyo, kwa sababu tumechelewa. Ukiangalia msimamo wa ligi, kusema kweli ndugu zangu, sio Singida ambao watu wameizoea. Msimamo wa ligi haupendezi hata kidogo. Tumeshacheza mechi 10 za mashindano mpaka sasa kwenye ligi kuu, lakini tuna pointi zinasikitisha hata kutaja, na tuko nafasi sijui ya ngapi. Haitupendezi na hatujazoea hivyo. Na msimu huu tunataka tufanye vizuri zaidi ya msimu uliopita. Kwenye ligi kuu msimu uliopita tulimaliza nafasi ya 4 tukapata tiketi ya kushiriki michuano ya kimataifa. Msimu huu tulitaka kuchallenge ubingwa, japo bado tunaona inawezekana, lakini tukishindwa kuchallenge ubingwa basi tujichallenge wenyewe. Msimu uliopita tulimaliza nafasi ya 4, msimu huu tunamaliza top 3. Inawezekana. Tunaona inawezekana kwa mwenendo wa ligi ulivyo, licha ya kwamba ligi ni ngumu, lakini kwa sababu tumesharudi nyumbani. Tuna michezo hapa ya kucheza nyumbani, michezo mingi, tukaribia 10 na ngapi. Hizi zote ni alama 3-3. Tukizipangilia vizuri, tuna uwezo wa kwenda kumaliza kwenye nafasi nzuri au hata kuchallenge ubingwa. Inawezekana. Tunaombea tu wapinzani wetu ambao wametangulia huko, wabomoane huko, wavurugane, sisi tupenye katikati. Haya ndo malengo yetu. Lakini kwa upande wa kombe la shirikisho CRDB, msimu uliopita tulifika fainali. Haikuwa njia nyepesi kuanzia mechi, yani maana yake tumeshinda kuanzia mechi ya kwanza mpaka fainali. Sasa tulifika fainali msimu uliopita. Msimu huu kujichallenge, maana yake tuchukue kombe lenyewe la CRDB. Na wale ambao mnakumbuka, hatukufika fainali kimasiara, tulicheza mechi ya nusu fainali, mechi ngumu kweli kweli dhidi ya Simba pale Tanzania Tukwara. Tukashinda chuma 3. Soa pale katupia goli la kwanza, kuna Keyeke, mambo mazuri kabisa. Sasa msimu huu tunataka twende tena fainali na ikiwezekana kuchukua ubingwa. Na inawezekana kama ambavyo kauli mbiu yetu inasema. Inawezekana. Kwa hiyo niwahamasishe mashabiki wa Singida Black Stars, hizi ni mechi ambazo tunahitaji ushindi. Kwa mashabiki ambao wana uchungu kweli na timu yao, unaweza kufanya lolote ambalo unaweza kufanya timu ipate matokeo. Sisi kama timu kwa upande wetu, viongozi tunafanya wajibu wetu, makocha wanafanya wajibu wao, wachezaji wanafanya wajibu wao, na mashabiki wafanye wajibu wao. Lolote unaweza kufanya, fanya. Kama unakuja kupiga kelele uwanjani, njoo shangilia, njoo zomea wapinzani, tupate ushindi. Hapa Singida pia tuko vizuri kwenye utamaduni pia ruhusa. Tushinde. Mwisho wa siku tupate kile ambacho tunakihitaji msimu.